Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili, kanisa limejengwa wapi? Kanisa limejengwa juu ya mwamba. Huo mwamba ni nini? Watu wengine wamekuwa wakisema huo mwamba ni Petro, huo mwamba sijui ni nani. Yesu amwongelei Petro kwamba Petro ndio mwamba, no. Mwamba kwa sababu Petro ni Petros, ni kajiwe kadogo. Alivyosema juu ya mwamba huu, alibadilisha lugha akasema juu ya Petra. Juu ya Petra hii au juu ya Petra huu nitaijenga kanisa langu. Kwa hiyo ule mwamba ni Petra ambao ni Yesu mwenyewe. Milango ya kuzimu haitalishinda hili kanisa. Sasa tuangalie kwenye sehemu hii ya kwanza, tuangalie huu mwamba ni nini. Karibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamtukuza Mungu sana kwa neema yake. Ametupa wakati tena mwingine mzuri, tunakutana tena kwenye kipindi chetu cha neno la Mungu. Ni kipindi kizuri hiki. Share na wenzako wengi wapate kupata kufundishwa na kukaa kwenye neno. Unajua tunapokuwa tumeokoka, neno la Mungu ndio kila kitu kwetu. Kwa hiyo neno la Mungu, 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 neno la Mungu. Kwa hivyo usiache kusoma neno, usiache kukaa kwenye neno, usiache kumtaka Bwana katika neno lake. Neno la Mungu ndio kila kitu kwetu. Neno la Mungu ndio uzima tulionao sisi. Kwa hivyo ninakutia moyo kwamba uendelee kufuatilia mafundisho haya, share na wengine pia waweze kufikiwa na injili hii ya Bwana Yesu Kristo. Tuweze kuishi katika ushindi kama Mungu alivyotuitia. Nataka tukaangalie katika sehemu hii ya kwanza, tuangalie juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Huo ni mstari maarufu sana, lakini nataka tukaangalie somo kubwa ambalo Mungu alikusudia tuweze kujifunza hapo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kanisa limejengwa kwenye mwamba gani? Huu mwamba ni nini? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Karibu sana. Mathayo mtakatifu sura ya 16 na mstari wa 16, lakini nitaanzia mstari wa 13. Mathayo mtakatifu sura ya 16, nitaanzia mstari wa 13 mpaka ule wa 16 pale. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa kumekuwa kuna debate nyingi kwamba juu ya mwamba huu ni nini alimaanisha. Alimpointi Petro, wengine wanasema alipointi Petro, wengine wanasema aliongea kuhusu ule ufunuo aliosema kwamba wewe ndiwe Kristo na nini na vitu kama hivi. Kwa nataka tutazame vizuri kimaandiko, kimuktadha, tuweze kuona
nitalijenga kanisa langu alimaanisha nini, na tuweze kuendelea kuingia ndani zaidi katika hii sehemu ya kwanza, na hata kwenye sehemu ya pili pia tutaweza kuingia ndani zaidi. Amen. Yeah. Sasa nataka tuone hapa, ni kuonyeshe kitu kikubwa hapa uone. 16:16 Bwana Yesu akasema, okay, 16:13 Bwana Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, Mathayo 16:13 akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kwa hiyo hapa kicontext, kimuktadha, kimazingira, swali liliulizwa juu ya mwana wa Adamu ni nani. Yaani Yesu aliuliza hili swali kumuhusu yeye. Kwa hiyo tunategemea na jibu likija kutoka litamuhusu yeye. Jibu halitahusu kitu kingine chochote. Sasa akasema mwana wa Adamu, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Maanake kule mitaani watu walikuwa wanaongea, bwana yule ni Eliya, bwana yule ni Yeremia akafufuka tena nini. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vilikuwa vinanenwa huko mtaani. Kila mtu ananena habari zake. Bwana Eliya amerudi tena bwana. Unajua maandiko yalisema Eliya atarudi tena, kuna mtu atarudi kwa roho ya Eliya na nini. Kwa hiyo vitu vingi vilikuwa vinaongelewa. Sasa tunapokuja kusoma maandiko vizuri, tunakuja kuona sasa wengine wanasema we ni mmojawapo wa manabii wale. Sasa Bwana Yesu akauliza hili swali tena kwa wale wanafunzi wake ambao walikuwa wanamfuata au waliomwamini. Akauliza, na nyie mnaninena mimi kuwa ni nani? Simon, mstari wa 16 sasa. Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe. Kwa hiyo Simon alimpointi mzee Bwana wetu Yesu Kristo. Akampoint akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, manake umebarikiwa wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo Bwana Yesu akauliza, watu wanasema mimi ni nani? Mtumishi wa Mungu Petro akajibu akasema, wewe. Baada ya kuwa amewauliza watu wanasemaje, akauliza kuhusu wao wanafunzi. Tunajua habari, inajieleza vizuri. Kwa Bwana mtumishi wa Mungu Petro akampoint Yesu akasema, wewe ndiwe Kristo, wewe ni Kristo, wewe ndiwe Kristo, wewe ndiwe Kristo, wewe ndiwe. Tena akusema wewe ni Kristo, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe, maana yake umebarikiwa wewe. Alafu Bwana Yesu akasema, na juu ya mwamba huu nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa nataka tudadavue vizuri hapa tuone. Kanisa limejengwa wapi? Kanisa limejengwa juu ya mwamba. Huo mwamba ni nini? Watu wengine wamekuwa wakisema huo mwamba ni Petro, huo mwamba sijui ni nani, mwamba ni ule ufunuo ambao Petro aliusema. No, Biblia inaonyesha wazi kabisa mwamba ule ni Yesu mwenyewe. Huo mwamba ni Kristo mwenyewe, kwa sababu swali lilikuwa linamuhusu yeye. Anasema hivi, watu huninena mimi kuwa ni nani? Watu wananisema mimi ni nani? Petro akaja wakamjibu, baada ya watu kumjibu kwamba watu wanavyosema, Petro akasema wewe ndiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo akaja kuweka conclusion, akaweka hitimisho, akasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, Yesu alijipointi mwenyewe, juu ya mwamba huu ambaye ni yeye mwenyewe Bwana Yesu, nitalijenga kanisa langu. Kwa sababu stori nzima ilikuwa inamuhusu Yesu. Yesu aliuliza swali kule mwanzoni, kule juu, watu uninena mimi ni nani? Mpaka akafika kwa Petro akamjibu. Petro alijibu swali juu ya Yesu. Kwa Bwana Yesu alipokuja kutoa hitimisho, alitoa hitimisho juu yake mwenyewe. Narudia tena, Bwana Yesu aliuliza swali, watu wanamsema mwana wa Adamu ni nani?
wakaanza kutoa majibu yakatoka ya kwamba watu wanasema wewe ni Yeremia, wengine wewe ni Elia, wengine wewe wanasema wewe ni nabii yule. Sasa Bwana Yesu akasema hivi, na nyinyi mwaninena mimi ni nani? Na wao wakasema kitu ambacho walikuwa wanajua kuhusu Yesu. Kwa hiyo Petro kwa uwezo wa Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akaweza kumsema Bwana Yesu katika ule uhalisia wake, katika ile accuracy. Kwa hiyo Petro kupitia Roho Mtakatifu akausema ule uhalisia wa mwana wa Adamu ni nani. Kwa hiyo ikibidi Yesu hapa mwishoni ahitimishe. Kwa hiyo Yesu akahitimisha kwa kusema ya kwamba wewe ndiwe Petro, lakini juu ya mwamba huu ambao ni mimi Kristo Yesu mwenyewe nitalijenga kanisa langu. Wapendwa, ni rahisi tu, ni easy. Na Biblia inasema maandiko yanajitetea menyewe kwa yenyewe. Sasa nataka kabla tujaenda kuangalia maandiko mengine ni kuonyesha maneno ya asili yaliyoandikwa hapa, kwa sababu Agano Jipya limeandikwa kwenye Kiyunani au Kigiriki hapo. Maneno ya asili yaliyoandikwa hapo, kwenye neno Petro limetumika neno Petros, na kwenye neno mwamba limetumika Petra. Sasa nataka nikuonyeshe Bwana Yesu alibadilisha lugha. Alisema wewe ndiwe Petros. Petros ni kajiwe kadogo, yani ni vijiwe, ni kijiwe kidogo, ni vijiwe tu hivi vidogo. Lakini alivyokuja upande wake akasema mwamba. Mwamba ni dude kubwa, ni jiwe kubwa ambalo huwezi ukalihamisha kwa kawaida. Ni jiwe ambalo unaweza ukaweka kitu kingine juu yake, hata nyumba ukajenga au nini. Ni jiwe kubwa. Petros ni kajiwe kadogo. Kwa hiyo akasema wewe ni kajiwe kadogo. Umeona sasa? Sababu swali lilikuwa linamhusu Yesu. Kwa hiyo akasema wewe ni kajiwe kadogo. Yesu akawa namjibu Petro, akamwambia sasa, umebarikiwa wewe kwa sababu umefunuliwa na Roho kuweza kujua siri hii. Alafu akamwambia wewe ni kajiwe kadogo, wewe ni Petros, lakini juu ya hili jiwe kubwa, juu ya mwamba huu ambao ni mimi mwenyewe. Sasa kwa sababu swali lilikuwa linamhusu Yesu kwamba watu wanamsema ni nani, akasema wewe ni kajiwe kadogo, lakini juu ya mwamba huu au juu ya hili jiwe kubwa ninalijenga kanisa langu. Kwa sababu kanisa lazima lijengwe kwenye mwamba. Sisi wote ni mashahidi. Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana 7 kuanzia 14 kule, akaongea akasema kuna wanaosikiza maneno yake na kuyafanya wanafananishwa na watu waliojenga nyumba kwenye mwamba. Kwa maneno ya Yesu ambayo ni Yesu mwenyewe ndio mwamba Petra. Kwa akasema wewe ndio Petros, lakini juu ya Petra, muona sasa Kigiriki hapo, wewe ni Petros, lakini akamalizia lakini juu ya Petra ambao juu ya mwamba sasa nitajenga kanisa langu. Kwa hiyo automatically mpaka hapo tumeshajua Yesu amwongelei Petro kwamba Petro ndio mwamba. No, mwamba kwa sababu Petro ni Petros, ni kajiwe kadogo. Alivyosema juu ya mwamba huu alimaanisha, alibadilisha lugha akasema juu ya Petra hii au juu ya Petra huu nitaijenga kanisa langu. Kwa hiyo ule mwamba ni Petra ambao ni Yesu mwenyewe. Petra ni jiwe kubwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mwamba ambao kanisa limejengwa ni mwamba unaitwa Kristo, ni mwamba unaitwa mwana wa Mungu, ni mwamba unaitwa Kristo, ni mwamba unaitwa mwana wa Mungu. Na akasema milango ya kuzimu haitalishinda hili kanisa, milango ya kuzimu haitalishinda hili kanisa. Sasa tuangalie kwenye sehemu hii ya kwanza, tuangalie huu mwamba ni nini, huu mwamba tuthibitishe, alafu tena tutaingia ndani zaidi ni kuweza kuonyesha kanisa limejengwaje kwenye huu mwamba ambao hauwezi kutikisika. Na ukishaelewa hivyo utakataa kutikiswa na mambo ya dunia hii katika jina la Bwana Yesu Kristo. Twende sasa Petro huyo, twende tuanze Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Baada ya kuwa Roho Mtakatifu kashuka, sasa wameanza kazi sasa wanafunzi. Tuangalie Matendo ya Mitume hapa. Matendo ya Mitume sura ya 4. Hapa ni mtumishi wa Mungu Petro alikuwa amekamatwa na nini kwa ajili ya kuhubiri kuhusu Yesu. Nitaanza tu mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa kwanza. Hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu. Angalia vizuri, wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu.
Wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Hata asubuhi wakubwa wa wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu, na Kayafa pia, na Yohana na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Mstari wa 8. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, kwa sababu walikamatwa baada ya kumponya yule, tunakumbuka kiwete pale kwenye mlango mzuri wanaitwa Petro na Yohana. Mstari wa 10, jueni ninyi na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Angalia mstari wa 11, ndio unaotaka sasa. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa. Yeye ndiye jiwe lile. Ili neno jiwe ndio lile alilotumia Yesu mwenyewe kule. Petra, sio Petros. Alimwambia wewe ndiwe Petro, manake wewe ndiwe Petros, wewe ndiwe kajiwe kadogo, na juu ya Petra nitalijenga kanisa langu. Kwa hapa Petro mwenyewe akasema yeye ndiye lile jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Maana yake jiwe kuu la kujengea. Wajenzi wanaelewa vizuri jiwe kuu la pembeni. Hakuna msingi utapima bila jiwe kuu la pembeni. Yaani jiwe kuu la pembeni ndio mark, ndio kinyosheo cha msingi, kinyosheo cha msingi na nyumba nzima, jiwe kuu la pembeni. Sasa Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo anafunua hichi, na kupitia watumishi wake kuonesha ya kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ule mwamba ni Yesu Kristo mwenyewe. Ule mwamba ni Kristo mwana wa Mungu. Kristo mwana wa Mungu. Nitaenda kuwaelezea vizuri. Ndio hapa Petro anarudia kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Umeona? Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hiyo ili neno jiwe ndio lile ambalo alitumia Bwana Yesu kule kujirifaa yeye, au kumaanisha yeye mwenyewe mwamba, au kwa maana nyingine ni mwamba. Kwa huu mwamba ndio unaojenga watu. Huu mwamba ndio ambao unaokoa watu. Yaani maisha yanafananishwa na ujenzi. Maisha yanafananishwa na nyumba au kitu chochote cha ujenzi. Na kwamba kwenye ujenzi usipokuwa na mark sahihi, usipokuwa na jiwe sahihi, usipokuwa na mwamba sahihi, hakuna kitu ambacho kitasimama na kupata kibali au na kushinda misukosuko ya dunia. Kwa Yesu Kristo akasema, umeona kwa usahihi Petro, na nakwambia wewe ni Petros, kajiwe kadogo, lakini juu ya mwamba huu, juu ya hili jiwe kubwa, juu ya hili limwamba, juu ya hii Petra nitalijenga kanisa langu. Na ndio maana Petro anakuja kurudia huku kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, anaonyesha kwamba hakuna wokovu kwa mwingine bali ni kwa Bwana Yesu Kristo, bali ni kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu Kristo ndiye jiwe lenyewe la kujengea, jiwe lenyewe la pembeni na mwamba. Haleluya. Tufungue tena kitabu cha Warumi sura ya 9 hapo. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo anaongea naye kivyake. Warumi sura ya 9. Warumi sura ya 9. Warumi sura ya 9 mstari wa 33, lakini nitaanza tu mstari wa 30. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani. Bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Hapa Paulo alikuwa anafundisha kuhusu haki kwa imani, haki kwa matendo. Ukiokoka unakuwa umehesabiwa haki kwa
kwa imani. Maana yake umeamini tendo la Bwana Yesu la kufa na kufufuka, kwa unakuwa umehesabiwa haki, umehesabiwa hauna hatia mbele za Mungu, unahesabiwa ni mtu sahihi mbele za Mungu kupitia sadaka ya Bwana Yesu. Kwa hiyo ili uishi kama Mungu hapa duniani na ili uishi kama katika viwango vya Mungu, ni lazima uamini katika tendo la Bwana Yesu alilolitenda la kufa na kufufuka. Ukiamini kuwa alifufuka kutoka kwa wafu, unahesabiwa haki bure, unapewa haki bure. Ndicho Paulo alichokuwa anakifundisha, kwamba Israeli walimkataa Bwana Yesu, wakataa kuhesabiwa haki kwa matendo, lakini Bwana Yesu alileta kuhesabiwa haki kwa imani, ya kwamba una uwezo wa kusimama mbele za Mungu bila hatia, una uwezo wa kusimama mbele za Mungu bila hatia, na ukaleta matokeo ya kiungu hapa duniani kwa sababu ya kuamini kwenye sadaka ya Bwana Yesu. Kwa sasa hapa mstari wa 33 ndio sasa Paulo anakuja kuhitimisha, anasema hivi 32 kwanza hapo anasema, kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Umeona, wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Ili jiwe nimekwambia Kigiriki ndio hiyo inamaanisha Petra, inamaanisha mwamba ule. Wakajikwaa juu ya ule mwamba ukwazao. Kwa sababu gani? Walikataa kumfuata Kristo, walikataa kumwamini Kristo. Lakini kwa wanaomwamini Kristo, ndio sasa anasema mstari wa 33, kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao. Umeona, jiwe likwazalo na mwamba uangushao, ndio ule mwamba aliosema yeye kwamba juu ya mwamba huu ninalijenga kanisa langu, aliosema Bwana Yesu. Umeona, kwa ule mwamba ulikuwa ni Yesu mwenyewe. Kwa juu ya mwamba huu anajenga kanisa. Kwa iliandikwa kuanzia kwenye Zaburi kule na kwenye Isaya walishaandika ya maneno. Inapatikana Isaya 28 mstari wa 16, lakini hatutasoma kwa sababu ya muda. Warumi 9:33 wakasema, kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie. Umeona, anabadilisha sasa kutoka kwenye jiwe, anaonyesha kwamba ni mtu. Ili jiwe linalomaanisha, huu mwamba nao maanisha ni mtu fulani, si unanielewa? Ili jiwe au huu mwamba anaomaanisha ambao Mungu anaumaanisha ni mtu, sio kitu fulani, ni mtu fulani. Na ni mtu gani? Ndio huyu anatakiwa tumwamini. Na nani wa kuaminiwa? Sio Petro, wa kuaminiwa sio Paulo, wa kuaminiwa sio Yakobo, wa kuaminiwa ni Bwana Yesu. Kwa hiyo hapa anasema, na kila amwaminie hata tahayarika. Haleluya! Manake hataona haya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na Yesu Kristo alisema kule kwamba ndalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda ili kanisa. Na hapa Paulo anarudia, mtumishi wake Mungu Paulo anarudia kwamba huu mwamba unawakwaza, ni kikwazo kwa watu wengine, inawafanya wasiende mbele. Lakini kwa kila anayemwamini huyu mwamba, anaouamini huu mwamba, kila anayeamini anahesabiwa haki, na kila anayeamini hawezi kupata aibu, hawezi kutahayarika. Ndivyo Biblia inavyosema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo huu mwamba ni Bwana Yesu mwenyewe. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maanake juu ya Kristo mwenyewe analijenga kanisa lake. Kanisa lake limejengwa juu ya Kristo mwenyewe, juu ya mwamba wenyewe ambao ni Kristo. Kwa Kristo ndio huu mwamba wenyewe. Tusome tena katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 6. Kwa kuwa imeandikwa, lakini sasa kwa sababu ya muktadha tusome kuanzia mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa kwanza. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu. Umeona, jiwe lililo hai, mwendee yeye, jiwe lililo hai. Petra, sio Petros, Petra. Mwendee yeye jiwe au mwamba ulio hai, mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu. Bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Kwa nini tuliendee? Anaongea mstari wa 5 sasa. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho. Mmejengwa wapi? Mmejengwa kwenye hili jiwe kuu.
kwa sababu kuna jiwe kuu. Lile jiwe kuu ndio linasababisha mawe mengine yapite katika msururu unaotakiwa. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiyo jiwe kuu ambalo limeyaweka mawe mengine yote kwenye mahali panapotakiwa. Na sisi, Biblia inasema sisi ni mawe, tumejengwa tuwe nyumba ya Roho. Haleluya! Ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko. Umeona, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Mstari wa 7 anaendelea, kwa sababu alisema hivi, juu ya jiwe hili au juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na hapa tunaonyeshwa sisi kanisa ndio mawe sasa, kwa sababu lile jiwe kuu la pembeni ndio linatumika kupima msingi vizuri na kustructure nyumba ikae vizuri, alafu mawe mengine yanaanza kupangwa. Wote tumeshaona nyumba zinavyojengwa, mawe mengine yanaanza kupangwa. Ndio hapa anaongea kwamba ili jiwe kuu la pembeni hili ndio Bwana Yesu Kristo, alafu na sisi ni mawe ambayo yamejengwa katika kupitia hii jiwe kuu la pembeni, yamejengwa ili tuwe nyumba ya Roho, nyumba ya Roho. Na Yesu mwenyewe alisema hivi, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, nitalijenga kanisa langu, juu ya mwamba huu nitalijenga. Na sisi ni mawe ambayo jiwe kuu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo analijenga kanisa lake. Nimejengwa katika Kristo, nimejengwa katika Kristo. Hatujajengwa katika Petro, hatujajengwa kwenye ule unaita revelation ile ya kwamba wewe ndio Kristo. No, issue sio revelation, issue ni ile Kristo mwenyewe. Amen. Akasema mstari wa 7, basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao mteule. Umeona, sisi tunaoliamini hilo jiwe, sisi tuliouamini huo mwamba ambao ni Kristo mwana wa Mungu, Kristo mwana wa Mungu, tumeuamini huo mwamba sisi kwetu. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa mkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Haleluya, haleluya. Sisi ni taifa teule, tumejengwa tuwe nyumba ya Roho, na jiwe kuu lililotujenga au lililosababisha tujengwe kiusahihi ni jiwe linaitwa Kristo, au ni mwamba unaitwa Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo katika sehemu hii ya kwanza ya somo letu nilikuwa nataka sana niweke msingi uweze kuona kwamba juu ya mwamba huu Yesu alimaanisha nini. Mwamba ni yeye Yesu Kristo mwenyewe. Mwamba ni Yesu Kristo mwenyewe, na juu yake ndio tumejengwa sisi. Na hata mtumishi wa Mungu Petro anakuja kuongea tena kuthibitisha kile alichokijibuki kwa Yesu wakati fulani, na Yesu akakisema. Kwa hiyo juu ya mwamba huu sio juu ya Petro, wala sio juu ya ule ufunuo aliosema Petro. No, ni juu ya Yesu mwenyewe, kwa sababu swali lilikuwa linaulizwa juu ya Yesu mwenyewe kuwa ni nani. Kwa hiyo na maandiko yameendelea kuthibitisha kwamba huo mwamba ni Yesu Kristo. Huo mwamba ni Yesu Kristo. Huo mwamba ni Yesu Kristo. Huo mwamba ni Yesu Kristo mwenyewe, au ndio lile jiwe lenyewe la kusababisha sisi tujengwe. Haleluya. Sema hapo hapo ulipo kwamba mimi nimejengwa katika mwamba imara. Maisha yangu, ndoa yangu, watoto wangu wamejengwa katika mwamba imara. Biashara yangu imejengwa katika mwamba imara. Siwezi kushindwa na dunia hii. Uchumi wa dunia hii hauniwezi, kwa sababu nimejengwa katika mwamba imara. Jitamkie hivyo katika jina la Yesu. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita.
tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema: Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa, kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa hali ya kuomba. Usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.